Utawala wa hapa wa Kaguru walikuwa na tawala za kiukoo. Kila mtu alipojenga hapo, yeye ndiye mtawala. Waliokuja kuleta utawala ukawa mmoja katika au kata sijui au sehemu kubwa zaidi ni wao wakoloni, lakini hasa walikuwa wanakaa kila sehemu alipokaa mtu na watoto wake na wapwa zake na ndugu zake, basi hapo ndio pao, basi wao na mtawala wao, walikuwa wanamuita Mundewa. Basi hapa unaweza kutoka hapa ukaenda labda mpaka Masombawe, unamkuta Mndewa mwingine na utawala wake. Unaweza kutoka hapa ukaenda mpaka Uponera ukamkuta Mndewa mwingine na utawala wake. Kwa hiyo walikuwa wanakaa namna hiyo kabla ya utawala wa wakoloni kuja kuwaunganisha. Na kawaida walipokuwa wanatembea, watu walikuwa wanaangalia moshi. Kama kuna moshi, anajua pale pana watu, basi anakwenda pale. Kama anataka kupewa sehemu yake nyingine naye ya kukaa mtu namna hiyo, basi anapewa sehemu yake naye ya kukaa, lakini anasema mtawala aliyemkuta pale ni fulani. Mndewa huyu walikuwa wakisha mjua kwamba huyu ndio Mndewa wao, basi Mndewa huyu alikuwa analindwa na watu raia wote, lakini palikuwa na vijana waliochaguliwa wanaitwa Futungati, yaani hao walikuwa wanamlinda yule Mndewa. Mara nyingi Wakaguru walikuwa wanapenda kukaa kwenye milima, wanakaa kwenye milima kwa sababu ya kulinda ule mji. Wanaweka mawe mengi tu kule juu, halafu wakiona kwamba katika njia ile yao wanakuja watu wasiowafahamu, wanaruhusu yale mawe yanafanya kazi zile, wanaita ngolo. Basi ngolo inafanya kazi, yanapiga watu waliokuja, wale watu ambao wanakuja kwao bila ridhaa yao. Kwa hiyo yule anakuwa salama pale, na ukoo zote zilizokuwa pale inakuwa salama. Kwa hiyo hata sasa hivi ukienda kwenye milima hii utaona kuna mahame tu mengi, magofu, sababu ya kujilinda. Kwa kweli walikuwa na silaha zao za mikuki, walikuwa na ulinzi wa kitu kinachoitwa ngao. Wanajilinda na ngao. Kama mtu anakuja anataka kumdhuru na mkuki kule, anajilinda na ngao, anadaka, alafu yeye anatuma kwake. Walikuwa hodari sana. Silaha nyingine zilikuja baadaye ambazo hiyo inaitwa mishale, upinde na mshale. Hizi zilikuja baadaye kidogo, lakini ukweli wenyewe wa kwanza kabisa ni mikuki. Halafu walikuwa wanaweza kurusha hata na mawe, kombeo. Kuoana kulivyotumika zamani watu walikuwa bado wachache sana. Sasa walitumia njia moja, wazazi ndio walichagua ukoo wa kuoa katika mtoto wao anayehitaji kuoa. Basi walitumia hiyo njia kwamba mtoto wetu utaoa ukoo ule pale, lakini waliujulisha ule ukoo kwamba ninyi wazazi, endapo mama atajifungua mtoto wa kike huko mbeleni, ataolewa na mtoto wetu. Kwa hiyo inaonekana kwamba mtoto wa kiume ndio alikuwa mkubwa zaidi kuliko wa kike, kwa sababu alikuwa anasubiri mtoto hata mwingine azaliwe. Basi kilichofanyika, yule mama akijifunga ule ujauzito, yule aliyotazamiwa pale akaoa, anakuwa na ukaribu wa kufanya shughuli za pale. Basi iliendelea hivyo, ikitokea labda kazaliwa wa kiume, anakuwa rafiki yake, bado anaendelea kusubiri tu. Basi itakapobahatika kaolewa wa kike, sasa pale ndio inaonekana kwamba sasa atakuwa mkewe. Basi walikuwa wanafanya hivyo. Upande wa mahali,
mahali walikuwa wanatumia vitu, ushanga, aidha vijembe, ndio zilikuwa kama mahali za kipindi hicho. Sasa wale wazazi wanatoa vile vitu kidogo kidogo hadi yule binti atakapokuwa mtu mzima, basi wanakamilisha. Basi wakisha kamilisha, ndio inafikia pale binti anachezwa hizo ngoma za jadi. Ikimalizika hizo ngoma za jadi kuchezwa, basi yule mume anakabidhiwa mke wake, wanaanza maisha. Huo ndio mtindo ambao ulikuwa unatumika kwa enzi hizo.